Toka hapa leo kafanye kazi ukajue swala ya maiti, na ni nyepesi tu, ina takbira 4. Takbira ya kwanza ukishamaliza unasoma suratul Fatiha, ya pili unamswalia Mtume Muhammad, ya tatu unamwombea dua maiti. Kwa ufupi unasema Allahumma fillahu warhamhu waskin fi janna, inatosha. Mungu msamehe, Mungu mrehemu, Mungu mtie peponi. Hili neno kubwa, sawa, na unamwombea tathbiti. Na baada ya takbira ya 4, faida ni yetu sisi, tunajiombea sisi wenyewe. Allahumma la tahrimna ajrahu, Mungu usitunyime malipo yake huyu, wala taftinna, na wala usitufitini baada yake. Leo fitina zote zinazuka wanapokufa watu, waliobaki nyuma wanapelekana mahakamani, na kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Msondo, tunatoana roho kwa mali za marehemu. Tunatoana roho kwa mali za marehemu. Mnatoana roho kwa mali za marehemu. Unajua kwa nini? Hamkumswalia mzee wenu. Mkimswalia vizuri mzee wenu mtapatana, kwa sababu kuna takbira ya 4 ilikuwa inawahusunyie. Allahumma la tahrimna wala taftinna waghfir lana wal muslimin. Imekwisha ngoma, ndio ushamswalia maiti. Umeona faida yake? Takbira ya kwanza suratul Fatiha, ya pili salatu ala nabi. Mwenye mambo yake lazima awepo pale, bwana mkuu wa Muhammad. Japokuwa watu wanakuambia mimi kama mtume, wewe kama mtume, wakifa watu wangapi unatajwa? Kila atakayekufa lazima aswaliwe mtume. Wewe wanavyokufa unatajwa wapi? Utajwa akifa sisimizi, wewe utajwa. Anakujua nani? Lakini mwenyewe anatajwa sasa Mtume Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamina. Allahu akbar. Unapiga nyingine, unamuombea maiti, unamuombea anaorojeka. Mungu msamehe huyu, mrehemu, mtie peponi. Mwenyezi Mungu, huyu ni mja wako, ametoka katika dunia anakuja katika maisha mapya, huko mtengezee mambo yake, mbadilishie nyumba iwe nyumba bora kuliko aliotoka, watu bora kuliko alioacha, mke au mume bora kuliko. Mwenyezi Mungu, fungua mbingu kwa ajili ya roho yake. Allahumma ftah abwaba samai liruhihi. Mwenyezi Mungu, fungua milango ya mbingu, roho yake ipande wasiwasi, isiwe na tabu huyu. Mwenyezi Mungu, lifanye kaburi liwe ni bustani miongoni mwa bustani, na wala lisiwe kaburi lake ni shimo miongoni mwa mashimo. Unamuombea mtu wako, wakati ule unamswalia. Hapa ndio unamzika, hapa ndio unafaje, kwa sababu hapa unadili na roho yake. Binadamu ni nani? Ni roho, sio huu mwili.